Tundu Lissu apokea habari mbaya akiwa gerezani kuhusu Chadema. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Taarifa ya leo inazungumza mabadiliko makubwa yanayotikisa ulingo wa siasa katika upinzani nchini Tanzania baada ya mmoja wa viongozi wenye ushawishi mkubwa katika chama cha demokrasia na maendeleo kwa jina Robert Gabriel Mrisho kutangaza kujiuzulu rasmi kutoka kwa wadhifa wake wa katibu mwenezi katika jimbo la Siha na pia kujiondoa kabisa kutoka kwenye chama hicho. Tangazo hilo limetolewa tarehe 24 Juni mwaka huu kupitia barua iliyowasilishwa kwa uongozi wa Chadema wilaya ya Siha, na katika maelezo yake Mrisho ameeleza kuwa amefikia hatua hiyo kutokana na kile alichokitaja kuwa ni kuyumba kwa misingi ya demokrasia, heshima na uwazi ndani ya chama ambacho kwa muda mrefu kimejijengea taswira ya kuwa kinara wa mageuzi ya kisiasa nchini Tanzania. Kwa mujibu wa vyanzo vya karibu na siasa za ndani ya mkoa wa Kilimanjaro, kuondoka kwa Mrisho si tukio la kawaida. Ametambulika kama mmoja wa wanachadema waliokuwa mstari wa mbele katika kuimarisha chama hicho katika kanda ya kaskazini, hasa katika kipindi cha kampeni na harakati za kudai haki za kisiasa. Hata hivyo, taarifa zinaeleza kuwa hali ndani ya chama hicho imekuwa na mivutano ya muda mrefu, ikihusisha shutuma za upendeleo wa uongozi, ukosefu wa mawasiliano ya wazi kati ya viongozi wa juu na wanachama wa kawaida, pamoja na kuzorota kwa maadili ya kidemokrasia. Viongozi wachache wa kitaifa wamekuwa wakituhumiwa kwa kufanya maamuzi ya kisiri bila ushirikishwaji mpana, hali inayotajwa kupelekea baadhi ya wanachama kukata tamaa. Wachambuzi wa siasa wanasema kuwa hatua ya Mrisho ni dalili ya wazi kuwa kuna changamoto kubwa za kiuongozi zinazoikabili Chadema, hasa wakati huu ambapo chama kinapaswa kuwa katika hali ya maandalizi ya mwisho kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Kuondoka kwake kunachukuliwa kama pigo kwa hamasa la kisiasa linaloweza kuathiri uimara wa chama katika jimbo la Siha na maeneo mengine ya kanda ya kaskazini ambayo yamekuwa na historia ya kumuunga mkono upinzani kwa nguvu. Taarifa hii imezua mjadala mkubwa ndani ya mitandao ya kijamii, huku baadhi ya wafuasi wa chama hicho wakielezea masikitiko yao ya kuondoka kwa kiongozi huyo, wakati wengine wakitoa wito wa chama kufanya tathmini ya kina kuhusu hali ya ndani ili kuzuia migogoro zaidi. Hadi kufika sasa, Chadema haijatoa tamko lolote rasmi kuhusiana na kujiuzulu kwa Robert Mrisho. Hata hivyo, wadadisi wanaamini kuwa chama hicho kitapata wakati mgumu kujibu maswali ya wanachama kuhusu mwelekeo wa ndani, hasa ikiwa ni hali hiyo itaendelea kusambaa kwa viongozi wengine wa kati na chini. Na katika mazingira haya yenye utata wa kisiasa, hali ya mshikamano ndani ya vyama vya upinzani inazidi kuwekwa kwenye mizani, huku kila tukio likichunguzwa kwa makini na wadau wa demokrasia nchini. Endelea kufuatilia Kenyascope kwa uchambuzi wa kina kuhusu siasa, harakati na mustakabali wa demokrasia Afrika Mashariki.